Huyu ndiye Hakainde Hichilema. Hakainde Hichilema si mwanasiasa tu, ni mfanyabiashara aliyejijenga kutoka chini. Kabla ya Ikulu alikuwa mfugaji mkubwa wa ng'ombe, mhasibu na mwekezaji. Hii ndiyo mindset yake. 1. Anza kidogo, fikiria kikubwa. Hakainde Hichilema alianza na ng'ombe wachache. Leo ana moja ya mashamba makubwa zaidi nchini Zambia. Kanuni yake ni kwamba usiudharau mwanzo mdogo. Faida ndogo irudishe kwenye biashara. Mjasiriamali wa Afrika anakupa kwa kukata na kutaka kuonekana mkubwa kwa haraka. 2. Kuwekeza kwenye njia zaidi ya moja ndiyo kinga yako. Hakuwahi kuwa anaweka mayai kwenye kapu moja. Amewekeza kwenye kilimo, kwenye mifugo, kwenye fedha na mali isiyohamishika. Lakini pia aliwekeza katika ushauri wa kibiashara. Anasema ukisafirisha mahindi peke yake, msimu wa mahindi ukifa, na wewe umekufa. Wekeza kwenye vitu vitatu vinavyosaidiana, ndiyo itakukinga ili usife kibiashara. 3. Wakati pesa ni halisi, wekeza nidhamu. Hakainde Hichilema, watu wake wa jirani wakimzungumzia wanasema ni mtu mwenye nidhamu, mtu aliyeheshimu muda, aliyeona kwamba muda ni pesa. Kama akisema tunakutana saa 2, ni saa 2. Katika biashara, nidhamu ya muda ndiyo inayojenga heshima na pesa. Mteja wa kizungu na wa Kiafrika wote wanaheshimu mtu anayeheshimu muda. 4. Data ndiyo ya muhimu kuliko hisia. Kama mhasibu aliyefanya kazi Hakainde Hichilema anaamini data, sio kwamba ufanye kitu kwa hisia. Maamuzi yote anayofanya anaangalia namba na anafanya maamuzi kwa namba. Kabla ya kulima hekari 100 anapiga hesabu ya pembejeo, anaangalia soko, anaangalia faida, uwezekano wa kupoteza na uwezekano wa kupata. Wajasiriamali wengi Afrika wanapenda biashara sio kwa sababu inawasha, ila ni kwa sababu wamesikia na hawajui faida halisi. Ukisikia sehemu fulani kuna hela, na yeye anapeleka hela, anaenda na kufa kibiashara. 5. Ustahimilivu wa kupigwa na kuruka tena. Alishindwa uchaguzi mara 5. Alifungwa gerezani kwa muda wa siku 100. Katika biashara alipata hasara nyingi, lakini hakuwahi kuacha. Biashara ya Afrika ni kama vita ya marathon, sio mbio za mita 100. Lakini lazima uvumilie. 6. Jenga jina kabla ya kujenga pesa. Hakainde Hichilema, jina kama mtu mwaminifu kwenye ulimwengu wa fedha kwa muda wa miaka 20 kabla ya siasa. Kwa Afrika, jina lako ndiyo mtaji wako mkubwa kuliko hata benki. Lipa madeni kwa wakati, timiza ahadi, uwe mwaminifu. 7. Biashara lazima itatue tatizo la jamii. Falsafa yake sasa
hakuna biashara itakayostawi kama watu wake ni maskini. Ndiyo maana anapigania nishati, elimu na kilimo. Biashara yako itadumu kama inatatua njaa, ajira au gharama kwa Mwafrika mwenzako. Somo kuu la Hakainde Hichilema: usiwekeze ili utajirike wewe. Wekeza kwenye mfumo utakaoendelea kukulipa hata kama usipokuwepo ofisini. Kama ni mara yako ya kwanza kufika katika chaneli yetu, usisahau kusubscribe na kubonyeza kengele ili usipitwe na chochote. Tupatie maoni na wazo ambalo unaliona linafaa kutokana na maisha ya Hakainde Hichilema. Na kwa heri kwa sasa mpaka tutakapokutana kwa video nyingine, na asante.